Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Saudi Arabia kuunga muungano wa takriban nchi 43 kwa ajili ya kulinda njia salama ya meli kupita kwenye lango la Bab el Mandeb. Sambamba na taarifa kuu iliyotoa kwenye reli kuwa Hamas wamekubali kuweka silaha zao chini. Taarifa imefichwa, watu hawatakiwi kujua. Wamepelekwa mwisho, ila huku mbele hawajui chochote kinachoendelea. Mara kadhaa huwa nasema mambo huwa hayaji bahati mbaya. Kila kitu huwa kimepangiliwa katika utaratibu ambao watu hufahamu. Propaganda, kubadili upepo, kucheza nje ya uwanja, kubadili simulizi na kutunga hadithi ni sehemu kabisa ya maisha ya kisasa. Unaweza kusema yaani ni sehemu kabisa ya kampeni za kisasa, ni sehemu ya kisasa kabisa uendeshaji wa serikali nyingi duniani. Kuna wakati unaweza ukaona kuwa nchi yoyote, iwe za Afrika au popote duniani, kinazuka tu kitu na kiona cha ajabu sana, mpaka unajiuliza tu kwa upepo umekuaje? Watu wote wanashughulishwa na hicho kitu. Watu wote kiingia mitandaoni wanazungumza na hicho kitu, kinakuwa maarufu kweli. Mpaka unajiuliza mara tatu kwa mbona kitu chenye cha hovyo, hakina maana yoyote? Kwa nini watu wote wamekimbilia huko? Kwa nini? Yes, hapo watawala wa tukio hilo ambalo wanafaidika nalo hufaidika kupitia tu ujinga wa wanadamu, au wote wanakwenda kwenye hiyo njia. Yaani ukifika ule ujinga, unaweza kusema kuwa wa watu kushangilia kitu chochote ambacho hakina msingi wala hakina maana, ni ushindi kwa watawala ambao wanakuwepo wakati huo. Kwa hiyo nadharia inabaki kuwa ndio nadharia hai kabisa inayoishi. Hii nimeiweka katika muktadha wa kile kinachoendelea kule katika ile inaitwa bodi ya amani ambayo imetajwa na Rais Donald Trump na imekuwa story kubwa kuanzia jana. Nizungumze kidogo kuhusu hiki kinachoonekana kama wahamiaji waliovuka kuingia eneo la Sweta. Lile eneo kwanza lisikuchanganya ukadhani kijiografia bado li eneo ambao liko katika kabisa kusini mwa Morocco. Ni eneo la Afrika. Ndi mpaka ambao Morocco anapakana na Hispania kwenye mainland ardhi. Ili uvuke uingie kabisa jumuiya ya Ulaya upande wa pili, ni lazima utavuka maji katikati ndio uende upande wa pili wa Morocco. Kwa hiyo kulia kwako kutakuwa na nini hapa, Gibraltar. Wenyewe Arabu wanaisema Jabal Tariq. Utavuka pale Jabal Tariq au Gibraltar ndio pembeni, yani kulia, halafu unavuka unafika upande wa Morocco. Hili ni eneo la Hispania ambalo linajitegemea. Kuna eneo moja hapo Mediterranean linaitwa Lampedusa. Ni eneo ambalo linamilikiwa na Italia. Ni rahisi sana kufika Lampedusa kwa kutokea Libya. Ndio maana uhamiaji mkubwa sana ambao ulikuwepo kutoka Western Africa ulikuwa ukicrossi Mali, Libya, Chad, Libya. Wanacrossi wanaingia kwenda huko. Kuna kitu kimoja tu ambacho siku hizi kimekuwa kikinishangaza sana, na hii yote inaakisi kuna ugomvi fulani ambao kuna vitu huwa vinafanyika kusudi. Kabisa kusudi. Sio kuwa bahati mbaya. Ukitazama ukubwa wa Libya ambao imegonga eneo la kaskazini mwa Afrika, ambao imekuja mpaka eneo la katikati mwa Afrika, linakuja mpaka inapakana na nchi za magharibi mwa Afrika. Libya ni moja ya nchi kubwa sana. Libya naweza kusema kuwa inawezekana ikawa ndio lango kuu la kile kitu kinachofahamika kama uhamiaji mkubwa kutoka barani Afrika. Unajua, kundi kubwa la uhamiaji linalotoka barani Afrika linatoka sehemu 2 mpaka 3 kuu za Afrika. Sehemu kubwa kabisa ya uhamiaji unaoongoza barani Afrika ni magharibi mwa Afrika, ikifuatiwa na Horn of Africa. Horn of Africa ni ile pembe ya Afrika. Ethiopia, Eritrea, Djibouti, Somalia. Hii ni Horn of Africa, pembe ya Afrika.
lakini magharibi mwa Afrika imekuwa ndio kinara wa uhamiaji. Ndio maana unaona kuwa wahamiaji wengi wanaoishi Ulaya, Ufaransa, Ubelgiji, wapi huko, wengi wanatoka Western Africa, Afrika Magharibi, wengi. Hili nilishawahi kulieleza kipindi cha nyuma, kwa nini wamefikia hivyo. Niliwahi kulifafanua kiasi kuwa hakuna hope kwenye nchi zao, hakuna matumaini. Ndio maana kila mmoja anafikiria kwenda kuishi ng'ambo. Mtoto kwanzia anakuwa wazazi wake wanamuimbia wimbo wa Ulaya. Hapa uweze kufanikiwa mwanangu, kusanya fedha unavyoweza, kazamie safari haramu. Ukifika huko lolote linaweza likatokea. Kwa hiyo ile inakaa kwenye kichwa cha mtoto ambacho anaamini kabisa katika nchi yake hawezi kutoboa. Hawezi. Kwa hiyo anakuwa anawaza tu kuwa siku moja ni lazima niondoke, siku moja lazima niondoke, siku moja lazima niondoke, ndio inakuwa hivyo. Sasa hili eneo ninaposema kuwa hivi vitu havifanyiki bahati mbaya, vinafanyika kusudi. Wakati wa mzozo wa Syria wa mwanzo wa miaka 2010, 11, 12, 13, zaidi ya wakimbizi 3.8 mpaka 4.5 wa Syria walivuka mpaka na kwenda Uturuki. Walienda Uturuki. Sasa Uturuki ikawa ndio lango. Unajua Uturuki yenyewe imegawika sehemu mbili. Kama 5% ya Uturuki iko Europe. Ile mikoa ambayo ukivuka pale Bosphorus, najua ukivuka ile daraja la King Selim kwenda juu Istanbul imegawika pande mbili. Kuna upande ni Ulaya na upande ni Asia, au wenyewe wanasema Anatolia ndogo. Sasa wakimbizi wengi walioingia Uturuki wakasogea wakaenda mpaka kwenye mipaka ya Jumuiya ya Ulaya, kwenye mipaka yao kule ya Bulgaria pembeni. Ikawa karibu, yani wanasema kuwa tunaweza wakati wowote kuvuka kuingia Ulaya. Kwa hiyo wakimbizi wengi wakawa pale. Uturuki akawaweka wale wakimbizi, ilikuwa ni kama mtaji wa mahitaji na kuto kuchukuliwa hatua kali na Ulaya. Wakati huo vuguvugu la kujiunga na EU lilikuwa kubwa, lakini shinikizo lilikuwa limeelekezwa sana kwa Erdogan, kutoka shinikizo la kutaka kupinduliwa mwaka 2016. Toka hapo maelfu ya wakimbizi wakawekwa kwenye mipaka ya nchi za EU ambazo zinapakana na Uturuki. Takriban nimekuambia ni 3 mpaka 5 ya Uturuki ndio hii inawezekana kuwa inapakana na Ulaya, lakini ni nchi moja tu ambayo unaweza kusema anapakana nayo, yani ile Ulaya kabisa, ni Bulgaria. Zaidi ya kilomita kama 200 na kitu hivi anapakana nao. Lakini ukija nchi ya Ulaya nyingine anaopakana nayo utaambiwa ni Ugiriki. Ni kule kwenye Kupro, ugomvi wao kuwa anaimiliki nusu ya Ugiriki, ameikata kule, ule ugomvi wa upande wa pili wa Uturuki. Sasa eneo kubwa anaomilikiana nalo ni Bulgaria. Wakati huo Uturuki alijaza kwenye mpaka wake wa Ulaya wakimbizi wengi wa Syria ukawa wako pale. Kwa hiyo akawa ana dimandi kwa Ulaya, yani nipeni kitu fulani. Ulaya wakisumbua tu, walinzi wa mipaka ya Uturuki wanajifanya wamelegeza maelfu katika kitu ambacho Ulaya wanakiogopa. Hata sio maradhi wala sijui tishio la Ebola, hakuna kitu wanakiogopa kama uhamiaji. Sasa Uturuki kajaza maelfu ya wahamiaji waliotoka Afghanistan, maelfu ya wahamiaji, mamilioni waliotoka Syria, maelfu waliotoka Iraq, wako kwenye mpaka wake wa Bulgaria. Ikawa kule Ulaya wakianza kukomplaini au ugomvi wowote, Uturuki anajifanya haoni ile mipaka. Wahamiaji 1000 wanavuka, pressure Ulaya inaingia. Ulaya wanabidi warudi watimize mahitaji ya Uturuki, wanampa fedha. Kwa hiyo Uturuki kana alipwa fedha nyingi kwa kuwatazama tu wale wahamiaji waliokuwa wamekaa pale, ambao wanatakiwa, yani wao wanataka kwenda Ulaya, wamezuiliwa kule, hawezi kufika. Mkasa huu mnaukumbuka mwaka 2019 ulizua mgogoro mkubwa kati ya Belarus na Ulaya. Kuna mwaka kati ya 2019 2020, mimi nimeshaanza uchambuzi wangu, nakumbuka nilikuwa nikizungumza hili kitu tena kupitia vyombo vya habari. Kuna mwaka 2019 2020 ulikuwa ukiapply visa ya kuingia Belarus au ukiapply visa ya kwenda Urusi, ni pale pale unaipata. Yani ilikuwa kama kuna operation maalum inafanyika. Kwa hiyo kulikuwa kuna mamia ya wahamiaji wanatoka kwenye nchi mbali duniani wanakwenda Belarus, wengine wanakwenda Urusi. Wakifika pale, Urusi anawasukuma kwenye mipaka ambao wanapakana na Belarus, wanaingia Belarus. Belarus anapakana na Jumuiya ya Ulaya, Poland.
na nchi zingine huko. Kwa hiyo wale wahamiaji wakawa wanapelekwa kwenye mpaka, wanasukumizwa kwenda Ulaya, ikazua mgogoro mkubwa sana. Kwa nini? Na ndio ikawekwa ukuta kati ya Poland na Belarus, wakaweka ukuta na ulinzi mkali wa mipaka. Hii ni aina hiyo. Sasa niliposema kuwa Libya inabaki kuwa ndio lango kubwa zaidi la uhamiaji barani Afrika, ambalo limeelekea upande wa pili wa Mediterranean, unakwenda Lampedusa, Italia. Aliyekuwa rais wa wakati huo, Gaddafi, unajua wazungu walimtazama Gaddafi usoni kama Gaddafi, wakaangalia vile ambavyo havitaki, lakini wakasahau kuwa Gaddafi ndo alikuwa anawalinda zaidi na uoga wa kile ambacho walikuwa nakiogopa. Yani walimtazama Gaddafi kama Gaddafi, wakasahau kuwa kuondoa Gaddafi mnaweza mkakabiliana na kitu kigumu zaidi. Walivyoondoa serikali ya Libya, Libya ikawa haina serikali, mipaka ikawa iko wazi, haiwezi kulindwa, ndipo kulipokuja crisis kubwa zaidi ya uhamiaji Ulaya, kwa sababu njia kubwa ya Libya inapitika. Algeria ni nchi kubwa sana, inapakana mpaka na nchi za huku upande wa pili. Huwezi kupitia Algeria, ni kugumu. Algeria ni kugumu kupita kwa sababu Algeria wana udhibiti mkubwa wa mipaka, na ndio maana ni mara chache sana kusikia kuwa kuna uhamiaji. Unajua kuna kile kitu kinafanyika kama kuwa human traffic, yani usafirishaji wa binadamu duniani ni mkubwa sana, lakini ni aghlab kusikia kuwa kuna boti imeondokea Algeria inakwenda huko, lakini unasikia boti zinatokea wapi? Morocco. Boti zinatokea wapi? Libya. Boti zinatokea wapi? Tunisia. Sasa mpaka ufike Tunisia, uvuke katika hizi nchi, ima uvuke Algeria, ima uvuke Libya ndio uende Tunisia, na Tunisia inakuwa ni karibu zaidi kwenda kule, unavuka. Na ukitaka Libya unakwenda huko, ni kawaida unakwenda kule. Wanaoingilia Morocco wanapitia Mauritania. Mauritania inapakana na nchi za magharibi mwa Afrika, kwa hiyo njia jangwa lile la kupitia Mauritania ni jepesi kwenda kule. Kwa nini Morocco, nchi ambayo ni kingdom ambayo ina ufalme na ni nchi ambayo ina jeshi bora, kwa nini mpaka wahamiaji wamefika kwenye mipaka na wanaweza kuvuka upande wa pili? Kuna ugomvi ambao unaendelea kwa hivi sasa, na umekuwepo muda mrefu kidogo ugomvi. Sasa huu ugomvi unarudi nyuma tena, story inakuwa ndefu sana. Sijui haya mazungumzo yangu leo nitaya balance kwenye hadithi gani, lakini vile vitapungua nitazungumza na wewe kwenye mazungumzo ya jioni kama muda wetu utakuwa umekwisha kwenye haya mazungumzo, kwa sababu hii story, ili uipate ile picha kamili ya uhamiaji, haikuja bahati mbaya. Nasema mambo mengi hayaji bahati mbaya, vitu vingi vimeandaliwa, yani watu wameviandaa ndio vifike hapo. Wewe unafahamu kuhusu Hispania, serikali inaoongoza Hispania ni ya mrengo wa kushoto. Serikali inaoongoza Hispania ni serikali ya mrengo wa kushoto. Mrengo nilishawaeleza, mnafahamu maana ya mirengo, wale ambao tumekuwa pamoja muda mrefu. Serikali ya mrengo wa kulia ni serikali za kihafidhina. Unaona mfano, unaona serikali ya Afrika Kusini ni ya mrengo wa kati, lakini raia wa Afrika Kusini wanaloshinikiza kwa serikali yao, wanashinikiza serikali iwe ya mrengo wa kulia. Mrengo wa kulia ni serikali za kihafidhina. Uhafidhina ni uconservative, yani kwa lugha nyepesi unasema hivi, wanasema mimi ile alwatan. Unajua unaposema mimi alwatan, alwatan ni mwananchi ambaye anasema kuwa yule mzalendo ndio anaitwa muwatan, alwatan. Kwa hiyo ule walwatan ni conservative, tafsiri yake ni uhafidhina. Wahafidhina ni watu wasiotaka mabadiliko, wasiotaka wageni, hawataki kushirikiana na yoyote. Kwa hiyo ukija kwa Marekani utawakuta wa Demokrati, wao ni mrengo wa kati, yani wanaweza wakapokea la huku na huku. Lakini ukija Republican mara nyingi wanakuwa ni wahafidhina. Ndio maana unaona sera za Trump alivyoingia madarakani, fukuza wahamiaji, hatutaki. Sera zinabadilika sana kuhusu uhamiaji. Hapa Uingereza, mnakumbuka mwaka ilivyokuwa hawa walivyokuwa wanaongoza wa conservative serikali, kulikuwa kuna vurugu, hata wakaanzisha mazungumzo ya kuhamisha wahamiaji waende Rwanda. Mnadhani mnaikumbuka hii kadhia. Uingereza alijiondoa kwenye EU kwa sababu alitaka kutimiza malengo yake. Fikiri ile Brexit, Britannia exit ambayo ndio ilifanyika wakati huo, yote hii ilikuwa inaakisi uconservative, yani uhafidhina, kwa sababu waliona kujiunga kwenye Ulaya
tunapokea, kwa sababu mtu akipewa visa nchi yoyote ya EU ana haki ya kuingia nchi nyingine. Uingereza wakaona kuwa sisi ni wahafidhina wa binafsi, kuwa hatutaki hili swala, kwa hiyo wakaona kuwa lazima tujiondoe sehemu fulani. Sasa wakati huo unaona kuwa hawa wa conservative walikuwepo pale Uingereza, hawa walikuwa hawataki ugeni, ndio kama alivyo Donald Trump leo. Lakini Democrat walivyokuwepo, kwa sababu uchukulia sera mfano za Donald Trump awamu ya kwanza zilikuwa ni hizi, funga nchi, hatutaki visa, hatutoi kwenye nchi. Alivyokuja Joe Biden kukatokea uhamiaji ambao ulivuka mipaka. Ndani ya miaka 5 Marekani ilipokea zaidi ya wahamiaji milioni 20. Waliona fursa pekee ndio wakati huu wa kuhamia, kwa sababu sera za Democrat sio kali kama za Republican, kwa sababu Republican ni wa conservative, Republican ni wahafidhina. Serikali ya Hispania ni serikali ya mrengo wa kushoto, inashindana na serikali nyingi na mabadiliko makubwa yaliyotokea Ulaya, kuwa serikali nyingi zinazoongoza Ulaya hivi sasa ni serikali za mrengo wa kulia. Italia, naona kile kinatokea. Ndio maana kuna ugomvi hivi sasa. Italia wanasema kuwa lazima Hispania aondolewe kwenye mkataba wa Schengen. Mkataba wa Schengen ni mkataba ambao unazuia sana ukimbizi. Sheria ya Umoja wa Ulaya haikuruhusu mkimbizi anapovuka kufika kwenye ardhi yako umrudishe. Ndio maana Uingereza ilibidi ajiondoe EU, akajiondoa kwa sababu mahakama ya EU ingemwajibisha Uingereza kwa kutoa amri yake ya kusema kuwa wahamiaji wapeleke Rwanda, waende Rwanda. Aliamua kujiondoa kote hadi kwenye mahakama kuwa ili sheria ya EU isiweze kumbana. Sasa sheria za EU huwezi kumrudisha mkimbizi, yani akishaingia, kwa sababu anatafuta usalama. Sasa sera za serikali ya Hispania ni light kwenye uhamiaji. Sasa sera hizi ndio zinaakisi kile kinachoendelea. Niliwaambia kuna ugomvi wa muda mrefu hapa. Unafahamu kuwa Hispania haelewani na Marekani wala Israeli. Hispania, Morocco ni mhusika wa moja kwa moja wa vurugu zote zinaendelea na ufadhili wa Israeli. Morocco yupo kwenye mkataba unaitwa wa Abraham. Kwa hiyo hapo kuna Morocco na Hispania upande wa pili. Acha ugomvi wao wa kawaida wa kugombea hili eneo la Ceuta, kwa sababu haya maeneo kwenye hii miji miwili ya Ceuta na mji mwingine wa Chija ni miji ambayo ina ugomvi mkubwa kati ya Morocco na Hispania. Morocco anadai kuwa hili ni eneo letu halisi, haiwezekani Hispania uje mpaka ngambo ya pili huku liwe eneo lako. Kwa hiyo tayari wana ugomvi wa muda. Lakini sera ya Hispania kuelekea Israeli na Marekani ndio sera ya Hispania iliyoelekea Algeria. Ugomvi wa asili wa Morocco na Algeria, nadhani mnaufahamu. Ugomvi huu unatokea kule juu, sio? Mnaelewa? Ugomvi wa Algeria na Morocco kiasili ni ugomvi uliozalishwa kutoka Mauritania, kutoka eneo la Mauritania kule nini Sahara, ambao ndio hasa kiasili inakuwa inaanzia kule Sahara Magharibi, ambayo kwenye AU, African Union, wana kiti chao. Sahara walikuwa kitawaliwa na Hispania miaka hiyo. Wasaharawi walitawaliwa na nani? Na Hispania. Sasa walipokuwa kitawaliwa na Hispania, Wasaharawi ambao ugomvi wao ndio ulipotoka kati ya Morocco na Algeria, baada ya kujiondoa kwa Hispania kati ya miaka ya 70, alijiondoa Hispania mwaka 75. Hispania alijiondoa kuitawala. Alivyoondoka tu, Mauritania na Morocco wakaingia kwenye ile eneo la Sahara Magharibi, wakaanza kudai kila mmoja mimi ni mmiliki halali wa hili. Kwa hiyo kukatokea vita kati ya Morocco na nani na Mauritania. Mauritania akajiondoa kati ya mwaka 75 na 79, nadhani kama kumbukumbu yangu iko sawa. Yeye akajiondoa akasema mimi sitaki. Morocco akabaki kuikalia Sahara, ndio ikazua ugomvi mkubwa. Sasa Wasaharawi ambao wanatafuta uhuru wao wako kwenye occupied ya nani? Ya Morocco. Yani vile unavyoona wa Palestina wanakaliwa na Israeli, ndivyo Morocco inavyowakalia wa Sahara Magharibi. Sasa nani mlinzi wa Sahara? Mlinzi wa Sahara ni Algeria. Algeria amewakaribisha wapiganaji wa Saharawi, wanaishi kwake, anawapa sapoti, anawapa silaha, anawapa kila kitu. Ndio maana mnaona kwenye mpira wakati mwingine ikiwa inacheza Algeria na Morocco jinsi inavyokuwa na mivutano. Ile mivutano ni ya kisiasa ambayo kiasili inarudi nyuma kwenye ugomvi wao wa wapi? Wa Sahara. Mpaka leo Algeria anaunga mkono Sahara. Sasa Hispania anawaunga mkono wa Algeria. Algeria anaipinga Israeli moja kwa moja na sera zao za Marekani. Morocco anaunga mkono Israeli na Marekani. Hispania anaipinga Israeli na Marekani. Sasa kinachotokea hapa Morocco sio bahati mbaya. Sio
bahati mbaya Morocco anachezesha mchezo wa kisiasa katika unajua Hispania licha ya kuwa hawaelewani na Morocco, mara kadhaa wamejiepusha sana kuikosoa Morocco kwa hofu nini, kuwa kama tutajaribu kuinyoshea kidole hii serikali, huyu Morocco atatufanyia mchezo wa waliofanya Urusi kuwapelekea Ulaya au waliofanya Uturuki kuwapelekea Ulaya. Kwa hiyo wanajitahidi, wakati mwingine wanaheshimu. Yani kuna wakati hawa Ulaya wanafunika sheria, hali ya kuwa wanajua kabisa sheria zinapindishwa, wanazifunika ili waweze kutimiza malengo yao. Nitakupa mfano. Rais wa Tunisia Said Kesi aliibaka serikali aliyoiunda, kwa sababu katika watu walioshiriki kuandika katiba mpya ambayo imekuja kusumbua sana pale Tunisia, Said Kesi alishiriki. Lakini alivyoshika madaraka akiwa mzalendo, alienda kutupa katiba, kawa dikteta, kawafunga wapinzani wote, hakuna mtu kuongea, yani kabadili kila kitu. Lakini hawa Ulaya ambao kwetu kutwa wanatukosoa, wananyosha vidole, hakuna Ulaya anayeikosoa serikali ya Said Kesi, na Ulaya wanatoa mamilioni ya fedha kuisaidia serikali ya Tunisia, kwa sababu tu Tunisia ndio iko kwenye lango zuri kabisa kuwa wakinyoshea kidole, wakianza kuisema sijui nyie serikali ya kidikteta, watachofanya Tunisia ni kuratibu boti na boti, yani watajifanya kimya, hawaoni kinachofanyika, human trafficking. Kwa hiyo kutakuwa na flooding, wanakuambia mafuriko ya wahamiaji kutoka Afrika kwenda Ulaya. Kwa hiyo wamefunika. Ndio maana nakwambia kuna wakati hawa wazungu huwa hawaelewi wanatafuta nini. Unakaa unajiuliza kuwa leo uhamiaji unaotoka Afrika unakwenda Ulaya, sababu ni nini? Kwa sababu walivunja geti wao la Libya. Libya lilikuwa ni geti ambalo limezuia hamna kwenda huku, wakavunja geti. Uhamiaji unaotoka Uturuki kwenda, sababu nini? Walienda kuvunja geti la Iraki, watu wakatoka. Walienda kuvunja geti la Syria, watu wakatoka. Walienda kuvunja geti la Afghanistan, watu wakatoka. Wakajaa mlangoni. Yani walichoangalia wao ni kwenda kuiba mali za hao watu, lakini wakasahau kuwa mtakuja kuzigharamikia huko mbele. Matokeo yake kuwa walichokiiba sasa wanakirudisha moja kwa moja, ambacho kinakwenda kufanya kazi kwa wengine. Sasa kundi la watu 2,000 mpaka 3,000 linatajwa kuvuka kutoka upande wa Morocco, limevuka kwenda upande wa pili wa Ceuta, ambao inakuwa ni Hispania, japokuwa inashare tu mpaka. Yani hapo unarudi tu, ambacho kinawapa, unajua wale wahamiaji walivyokuwa wakifika kule, wengine wanakimbia, wanasujudu, wengine wanabusu mchanga, wamefurahi, wamefanya kila kitu. Ni kwa sababu gani? Wanafahamu sheria iliyopo ya Ulaya haitakiwi hawa warudishwe. Japo kuwa kuna mazungumzo kati ya Hispania na Morocco kuwa wahamiaji waliovuka warudishwe upande wa pili. Hapo sasa itakuwa mtifuano, kwa sababu hawa wahamiaji wakivuka kwenda upande wa pili, tayari wanasheria wengine wa Ulaya wanaingilia kati hili swala, na wanaweza kusimama mahakamani kuwatetea kuwa wanayo haki, kwa sababu wapo kwenye tishio la hapo. Sasa mitifuano ya kisheria hapo ndio inapoingia. Ndio maana unaona kuna hili kundi limevuka kwenda upande wa pili. Kwa hiyo unapotazama mgogoro wa uhamiaji ambao umeuona wewe ukihama kutoka upande mmoja kwenda upande wa pili, huo ni mgogoro ambao sio tu unauona kama. Hebu fikiria kitu kimoja. Mfano tuchukulie kama sisi tu hapa Tanzania kuwa eti tuna uvamizi mfano wa uhamiaji. Wahamiaji wamekuja kama hapa, labda wanataka wa crosswind. Sisi hapa hatuna camp ya uhamiaji popote, lakini tunakamata wahamiaji kila siku wanaotoka Horn of Africa, Wahabeshi, wa Eritrea, sijui wapi, tunawakamata kila siku. Lakini utaona hatua zinazochukuliwa baada ya kuwakamata. Tumewakamata, utaona wanafanywa utaratibu, wanasafirishwa, wanarudishwa kwenye nchi zao. Hauwezi kusema kuna camp sehemu hapa eti ipo camp ya wahamiaji wamekaa hapa. Lakini unaenda Morocco, unaenda Tunisia, unakuta kuna kempu za wahamiaji wamewekwa sehemu, wametulia kabisa. Hapa hawa ni wahamiaji wanatafuta kuzamia kwenda Ulaya, na wanaenda wanarudi, na serikali zinaangalia kama kawaida. Hawa wamewekwa kama mtaji, kwa sababu hatua zingepaswa kuchukuliwa. Sisi hatuna kambi popote pale useme kuna kambi ya wahamiaji au wanatakiwa waende South Africa wakazamie kwenda. Okay, kama hata unarudishwa tu kwenu. Kwa nini Morocco haijawakamata na kuamua kuwarudisha kwao? Kwa nini Tunisia kuna maeneo kabisa ukipita unakuta kempu kwa watu wamekaa, hawa ni wahamiaji? Kwa nini Libya kuna maeneo ukipita? Kwa sababu ni biashara kubwa ambayo inawafanya hizi serikali kuwanyamazisha ukosoaji kutoka upande wa pili, lakini pia wanalipwa kupitia hili. Kwa sababu ilikuwa ni kazi ndogo tu kuvunja kabisa mpango mzima. Yani hiyo biashara nzima ile human trafficking unaiua moja kwa moja, kwa sababu njia inaeleweka, mipaka inaeleweka. Lakini huoni hizi hatua kwa sababu ndani yake kuna watu wanafaidika kupitia hili. Nimesema kuwa nitazungumza sana, na huenda dakika zangu zikaisha katika mazungumzo ya kueleza jambo moja tu, lakini bila shaka mazungumzo yangu yamefahamika vizuri kabisa sababu ya ule uhamiaji unaotoka huko.
DSB Digital.